Je, una uvimbe ambao umekuwa ukikusumbua kwa muda mrefu? Labda kwenye mguu, mkono, shingoni au hata tumboni. Na kila unapouliza watu wanakuambia, hapo ni lazima upasuliwe. Lakini vipi kama nikikwambia kuna njia zinazoweza kukusaidia uvimbe kupungua bila kufanya upasuaji? Leo nitakuonyesha njia 7 zinazosaidia kupunguza uvimbe au kuondoa baadhi ya uvimbe bila operation. Ni muhimu zaidi, nitakwambia ni uvimbe gani ambao unaweza kutibu bila upasuaji, kwa sababu si kila uvimbe unaweza ukatibiwa bila upasuaji. Makosa yanayofanya uvimbe uwe mkubwa zaidi na dalili za hatari zinazomaanisha lazima ukimbie hospitali mara moja. Kwa hiyo, hakikisha utoki mpaka mwisho, kwa sababu namba 6, watu wengi kabisa wanaifanya vibaya kila siku bila kujua. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama uliko bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia nini maana ya uvimbe. Kabla hujafahamu tiba, lazima kwanza ujue uvimbe ni nini. Uvimbe ni hali ambapo sehemu ya mwili inaongezeka ukubwa, inabadilika umbo, inaweza kuwa ngumu au laini. Wakati mwingine inauma au kuwa na joto kuliko kawaida. Lakini hapa ndipo watu wengi wanakosea. Sio kila uvimbe ni kansa, na sio kila uvimbe unahitaji upasuaji. Baadhi ya uvimbe hutokana na maambukizi, kuvimba kwa misuli au tissue, maji kujikusanya mwilini, mafuta chini ya ngozi tunaita lipoma, kuvimba kwa tezi au majeraha. Lakini wengi wanaweza kuwa ishara ya matatizo makubwa zaidi. Kwa mfano, uvimbe wa kawaida, tutaangalia na uvimbe wa hatari. Kwa mfano, ukigonga mguu na kuanza kuvimba, huo mara nyingi ni uvimbe wa kawaida baada ya majeraha. Lakini ukiona unakuwa haraka, unauma sana, unabadilika rangi au unaambatana na homa, hapo lazima uwe makini sana. Ndiyo maana leo sitakufundisha tu jinsi ya kuondoa uvimbe, bali nitakufundisha pia namna ya kujua ni uvimbe gani unaweza kudhibitiwa nyumbani na upi ni hatari ambao ni lazima uonane na daktari. Sasa, kuna mtu mmoja aliitwa Mariam. Alianza kuona uvimbe mdogo kwenye mguu wake. Hakujali sana mwanzoni. Kila siku aliendelea kusimama kwa muda mrefu, kutokunywa maji ya kutosha na kutumia mafuta holela. Baada ya miezi kadhaa, uvimbe uliongezeka sana kiasi kwamba kushika hata viatu ikawa ni shida. Lakini alipokwenda hospitali, daktari alimwambia kitu cha kushangaza kabisa. Tatizo kubwa halikuwa uvimbe wenyewe, ilikuwa ni tabia zake za kila siku zilizokuwa zinaongeza uvimbe polepole. Na baada ya kubadili baadhi ya vitu rahisi kama lishe, mazoezi, kompresa na kupunguza chumvi, hali ilianza kubadilika taratibu. Na hapo ndipo wengi hawajui. Wakati mwingine mwili wako huwa unakuonyesha ishara kabla hali haijawa mbaya kabisa. Sasa, ni njia zipi ambazo naweza kutumia kuondoa uvimbe? Njia ya kwanza tunaita warm compressor, cold and warm compressor, yani kujikanda, kukanda au kuchua. Hii ni moja ya njia rahisi lakini yenye nguvu sana. Kama uvimbe ni mpya, hasa baada ya kuumia, kugongwa au kugeuka, unaweza kutumia barafu au baridi. Husaidia kupunguza maumivu, kupunguza inflammation, yani kuvimba zaidi, lakini huzuia kuvimbe kuongezeka. Lakini hapa kuna kosa ambalo wengi hufanya. Wanaweka barafu moja kwa moja kwenye ngozi. Usifanye hivyo. Funga kwenye kitambaa kwanza, na usiweke zaidi ya dakika 15 mpaka 20 kwa wakati mmoja. Lakini kama uvimbe ni wa muda mrefu, tumia maji ya moto au warm compressor. Moto husaidia damu kusambaa vizuri, misuli kulegea, maji yaliyokwama
kusogea, na watu wengi huanza kuona nafuu baada ya siku chache tu. Njia ya pili, badilisha lishe yako. Chakula kinaweza kuwa dawa au sumu. Baadhi ya vyakula vinaongeza uvimbe mwilini kimya kimya. Mfano, chumvi nyingi, vyakula vya kukaanga, soda nyingi pamoja na sukari nyingi. Lakini kuna vyakula vinavyosaidia mwili kupambana na inflammation naturally. Mfano, kuna mboga za majani, nanasi, tangawizi, kitunguu saumu, machungwa pamoja na parachichi. Tangawizi ina compound zinazomsaidia kupunguza inflammation, na mananasi yana enzymes inayoitwa bromelain ambayo inasaidia kuzuia uvimbe. Lakini kumbuka, hakuna chakula kinachofanya miujiza kwa usiku mmoja. Unahitaji consistency, yani kutumia kwa mwendelezo. Maji ya kutosha. Hii inaonekana rahisi, lakini watu wengi walikosea vibaya sana. Mwili unapokosa maji ya kutosha, unaweza kuanza kuhifadhi maji, na matokeo yake kuvimba miguu, mikono pamoja na uso. Kunywa maji ya kutosha husaidia kuondoa sumu mwilini, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza fluid retention. Jaribu kunywa angalau lita 1.5 mpaka lita 2 kwa siku. Lakini kama una matatizo ya figo au moyo, zungumza kwanza na daktari kuhusu kiwango sahihi cha maji. Njia ya 4 ni mazoezi mepesi. Kukaa muda mrefu bila kusogea kunafanya uvimbe uwe mbaya zaidi. Hii hutokea sana kwa watu ofisini, madereva wanaosafiri sana au wanaolala kwa muda mrefu. Mwili wako unahitaji movement. Mazoezi mepesi kama kutembea, stretching, kuendesha baiskeli polepole husaidia mzunguko wa damu, kupunguza mkusanyiko wa maji na kupunguza pressure kwenye mishipa. Na hata dakika 20 mpaka 30 za kutembea zinaweza kusaidia sana. Lakini usifanye mazoezi makali kama uvimbe unauma sana. Pia njia za 5, dawa asilia. Watu wengi hupenda sana tiba asilia, lakini lazima zitumike kwa uangalifu. Baadhi ya vitu vinavyoweza kusaidia ni aloe vera, asali, mafuta ya mwarobaini pamoja na tangawizi. Aloe vera inaweza kusaidia kutuliza ngozi iliyovimba. Asali ina uwezo wa kusaidia kuzidi ya baadhi ya bakteria. Lakini kosa kubwa ni hili: watu wanaweka kila aina ya mchanganyiko kwenye uvimbe bila kujua sababu yake. Hilo linaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Usiweke kemikali kali, dawa zisizojulikana, mchanganyiko wa kienyeji usio salama, hasa kama kuna kidonda, usaha au damu. Njia ya 6, pumzisha eneo lenye uvimbe. Hii ni muhimu sana. Kama sehemu imevimba, usiendelee kuipa pressure kubwa. Mfano, kama ni mguu, usisimame kwa muda mrefu. Kama ni mkono, epuka kubeba vitu vizito. Kuinua sehemu yenye uvimbe juu kidogo husaidia damu kurudi vizuri, kupunguza pressure na kupunguza fluid build up. Na wengi huona nafuu baada ya kufanya hivi kwa siku kadhaa. Jambo la 7 ni matibabu ya hospitali bila upasuaji. Watu wengi wanaogopa hospitali kwa sababu wanafikiri nikifika tu watanipasua, lakini hiyo sio kweli. Kuna matibabu mengi yasiyo ya upasuaji kama dawa za kupunguza uvimbe, antibiotic, physiotherapy na creams maalum, compression therapy. Wakati mwingine ukiwahi mapema, tatizo linaweza kuisha bila operation kabisa. Usiogope kwenda hospitali mapema. Kuchelewa ndiyo kunaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Sasa tuangalie dalili hatarishi ambazo zitakufanya uchukue hatua ya kwenda kufanyia upasuaji mara moja. Sasa hii sehemu ni muhimu sana, kwa sababu sio uvimbe wote unatakiwa kutibiwa nyumbani. Nenda hospitali haraka kama uvimbe unaongezeka kwa kasi, unauma sana, unakuwa mgumu kupita kawaida, unabadilika rangi, unatoa usaha, unaambatana na homa
na unasababisha kushindwa kutembea au kutumia kiungo. Na hasa kama uvimbe haupungui kwa muda mrefu au unaendelea kukua, usipuuze. Mwili wako huwa unatoa ishara mapema, na watu wengi hujutia kuchelewa. Makosa yanayoongeza uvimbe. Kuna baadhi ya makosa ambayo yanaongeza uvimbe. Kwanza, kuweka dawa kiholela. Kupunguza uvimbe kwa muda mrefu bila mafanikio. Kupuuza uvimbe kwa muda mrefu. Kutokunywa maji ya kutosha, kukaa bila kutembea, yani movement, kula chumvi nyingi sana. Na baadhi ya watu wanakandamiza uvimbe kwa nguvu wakidhani unapungua. Hilo linaweza kuwa hatari sana. Kwa hiyo, uvimbe sio lazima uishie kwenye upasuaji. Kwa kubadili baadhi ya tabia, lishe, maji, mazoezi, compressor, kupumzisha mwili, kunaweza kusaidia mwili wako kupunguza uvimbe kwa njia asilia. Lakini kumbuka, afya yako ni muhimu kuliko kuchelewa kutafuta msaada. Ukiona dalili hatari, nenda hospitali haraka. Kama umejifunza kitu kipya leo, bonyeza like, subscribe na share kwa marafiki zaidi ili nao wamejifunza. Lakini usisahau comment nimejifunza. Tuonane katika mada ijayo. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakie siku njema.